Kwa hiyo sasa ni saa 5 karibu, na tuendelee na mada kwa dakika 20-25. Tubaki na muda ya 25 tena kupokea maswali na kujibu, alafu tutapumzika kidogo na kuanza misa saa 6. Sawa? Asante. Mimi nataka kuzungumza kidogo juu ya utakatifu na kutakatifuza. Sasa swali la kwanza ni nani kati yenu ni watakatifu? Onyesha kidole. Ni nani kati yenu ni watakatifu? Hakuna hata moja. Sasa unaogopa kujibu, na kwa mimi ni kwa sababu huelewi utakatifu. Unafikiri kuwa mtakatifu ni kuwekwa kanisani na misumari mbele na kuweza kwenda kupiga. Mtakatifu Paulo katika barua yao mara nyingi anazungumza, anasema ninyi watakatifu. Maana yake ni nini? Paulo anataka kusema utakatifu ni kitu gani? Utakatifu ni kuwa na msimamo ya kukubali kumfuata Kristo. Msingi ya utakatifu ni kuamua nataka kuwa mfuasi wa Yesu. Kwa namna nyingine, sakramenti ya ubatizo unasema mimi nataka kuwa mfuasi wa Kristo. Hii ni msingi ya maisha yangu. Sasa kusema mtakatifu anaye msimamo huu sio kusema hatakuwa na makosa katika maisha yake. Kila mwanadamu anapatia makosa, lakini sio sababu ya kusema sio mtakatifu. Kwa sababu gani? Kufanya makosa ni nafasi ya kurudia tena msimamo wa msingi na kusema samahani Mungu, nimekosa hapa, ninarudi katika mstari ya kutaka kufuata. Kwa hiyo utakatifu sio mtu kamili, bado unabaki mwanadamu, lakini sasa mwanadamu mwenye utashi ya kupita mbele na kumfuata Yesu Kristo katika maisha yake. Sasa kutakatifuza maana yake ni kusaidia watu kujenga maisha yao juu ya mawazo ya Mwenyezi Mungu, mafundisho ya Yesu na mwanga kutoka Roho Mtakatifu. Anayekaa katika kujaribu anakaa katika utakatifu. Watu wanasema bahati mbaya mimi ni mkosefu. Ningependa kusema bahati nzuri wewe ni mkosefu, kwa sababu unahitaji kurudi kwa Mwenyezi Mungu na Kristo kusamehewa. Maana yake unajenga maisha yako juu ya uwezo wa Mungu na sio juu ya uwezo wako ya kibinadamu. Nafikiri tunaelewana.
Utakatifu ni kujenga na kuimarisha uwema ndani yako na kupunguza ubaya ndani yako, na kutakatifuza ulimwengu ni kujenga uwema kati yetu na kupunguza ubaya kati yetu. Tusifikiri kwamba tutapata dunia yetu kuwa mbinguni. Dunia yetu itabaki dunia ya watu, lakini dunia ya watu ambao wanaalikwa kujenga utu, kama alivyosema Father Dennis, kujenga utu wetu juu ya mawazo ya Mwenyezi Mungu na sio juu ya mawazo ya umimi na kubaya na kujitafuta. Kujitolea ni msingi ya kimungu ndani yako. Kwa hiyo kutakatifuza ni kujenga uwema na kuendelea kujenga uwema. Sasa kama nazungumza na viongozi wa serikali, viongozi wa siasa, viongozi wa taasisi, hawa wana wajibu ya pekee katika ile swala la kujenga dunia yetu juu ya mawazo ya Mwenyezi Mungu. Na hawa viongozi ni watumishi wa Mwenyezi Mungu kujenga dunia yetu kama anavyotaka yeye. Kwa hiyo kama CBT sisi tunajaribu kusema wito wa CBT ni kutumia vipaji vyako, talanta, uwezo na ufahamu na kujenga hoja katika siasa, hoja katika mipango ya kazi, hoja katika mipango ya uchumi, kufuata mawazo ya Mwenyezi Mungu na mafundisho ya Yesu katika Injili na mafundisho ya kanisa kuhusu jamii. Hapa viongozi hawa watajenga taifa letu kufuata mawazo ya Mwenyezi Mungu. Mimi mara nyingi nasikia watu viongozi kusema viongozi wa dini wasiingie siasa. Nafikiri umeshasikia hiyo. Sasa kwa mimi wanavyosema haya, hawaelewi dini na hawaelewi siasa. Narudia, wanaosema viongozi wa dini wasiingie siasa hawajui maana ya dini na hawajui maana ya siasa. Maana yake nini? Dini kama alivyofundisha Father Dennis, dini ni maoni yako juu ya maisha na kukubali kwamba maoni yangu, maoni yetu ya sisi wa Kristo, maoni haya yanatoka kwa Mungu, tunaongozwa na maoni haya. Sasa dini sio taasisi tu, sio kanisa Katoliki taasisi. Dini ni maoni, ni msimamo, ni utashi wako, uhusiano wako na Mungu na uhusiano na Mungu na wewe. Tunaelewana? Ni muhimu hiyo kuelewa kwamba dini sio taasisi tu. Taasisi tunahitaji kwa sababu tunasaidiana, tunaishi pamoja, tunajenga pamoja. Taasisi tunahitaji, lakini msingi sio taasisi, sio muundo ya kanisa. Msingi ya dini ni maoni yako juu ya maisha ya binadamu na Mungu ushiriki pamoja nasi. Kwa hiyo katika Tanzania
tunahitaji maoni ya Mwenyezi Mungu kutuongoza wakati wa kujenga siasa, uchumi, social services na mambo kama hayo. Tunahitaji kuona Mungu una mawazo gani juu ya Tanzania. Mungu unafurahi na maisha yetu hapa Tanzania. Mungu ungependa tuendelee hivyo. Kama tunaona kati yetu kuna 70% ya watu wanao matatizo, wanaosema maisha magumu, unafikiri Mungu anapenda hiyo? Hii ni swali ya kujiuliza. Kama tunajenga sera, kama tunajenga mipango, tuanze na kukaa mbele ya Mwenyezi Mungu na kusema priority ni wapi? Hii ni neno kubwa sana. Na wakati nakuishi hapa Tanzania kwa miaka mingi, nilianza hapa 68 kidogo zamani, nimeona mambo mengi mazuri na nimeona Watanzania wazuri kweli kweli. Kwa hiyo kama niliwauliza mwanzoni, nani kati yenu ni watakatifu? Sasa katika ujinga wangu nasema watu wengi ni watakatifu. Na nini kufika leo hapa inaonyesha utashi wa kuwa mtakatifu, na ninawashukuru kwa hiyo. Kwa hiyo katika Tanzania kusema tunaweza kujenga utashi ya kutakatifuza Tanzania, uwezo huu tunao. Na ningefikiri hapa ni wajibu ya kwanza ya kanisa letu kujitangaza kama walinzi wa mawazo ya Mwenyezi Mungu kati yetu, na kutojifikiria kila wakati mahitaji ya kuona na nini. Nafikiri tuanze na Roho mwenyewe ya kanisa, Roho Mtakatifu kutuongoza kuwa wafuasi wa Kristo wema. Nafikiri tunaelewana juu ya neno hilo. Na kama nasema nimekutana na Watanzania wengi katika maisha yangu, sisemi hiyo hewani, na sisemi vile vile katika dunia yetu kwamba hatuna watakatifu wanaweza kutuongoza. Mimi nakumbuka siku moja katika barua ya Papa Francis, nafikiri ilikuwa The Joy of the Gospel, alikuwa sehemu moja aliandika tunahitaji wanasiasa watakatifu. Na ninakumbuka mzee mmoja amesema kwa kweli huyo Father Papa Francis anakaa mbinguni, huyo hakae hapa duniani. Kupata watakatifu, wanasiasa watakatifu, anasema mbinguni sawa. Lakini mimi nilikataa kabisa, na ninatoa mfano. Ulaya unakumbuka walifanya vita kubwa sana, 45, mamilioni ya watu 50 wamekufa. Sasa baadhi ya vita kuna watu waliosema ujinga huu, tuendelee na mambo haya, ni ujinga tupu. Sasa Wakristo ndani ya wasomi wa Kristo walianza kusimama na kusema tujenge upya. Na mwanzo wa European Union ni Wakristo waliokataa ujinga ya vita, ujinga ya kuana ya kupigana na nini. Na kwa jina ninawataja, kuna Schuman,
alikuwa waziri wa Ufaransa. Kuna Konrad Adenauer alikuwa rais baada ya vita Ujerumani, na kuna Gaspari de Gasperi alikuwa mkubwa wa chama cha Wakristo Italia. Na hao watatu walikaa pamoja na kusema tunaweza kufanya nini? Kwa hiyo hii ni mwanzo kabisa ya European Union. Hao watatu waliongoza wengine kutafakari kwa undani, na wamejenga umoja wa Ulaya, European Union. Na wote tunaona kuamua na kutengeneza na kufanya ni kazi kubwa, na mpaka leo huwezi kusema kwamba Ulaya wamefaulu, lakini bado wanajaribu. Hii ni mfano moja. Pamoja na kusema nimekutana na watu wengi hapa Tanzania, sijui kama kati yenu kuna watu waliosoma chuo kikuu cha Dar es Salaam miaka 70, 71, 72. Wapo wengi waliosoma wakati ule. Pada tulisoma hapana, lakini utakumbuka wakati wa Dar es Salaam University mwanzoni 70, 71, 73, tulikuwa na vijana wamejiita wa komunisti. Unakumbuka hiyo? Walisema sisi tunafanya vita na ukoloni. Ukoloni bado inabaki katika vichwa vya watu. Na hawa vijana walisimama na kusema tuishi tofauti. Na kati hawa vijana nimepata furaha baadaye kushiriki kazi na hawa watu. Na kwa mfano Profesa Kalbani alikuwa mkomunisti kwa miaka 30 na baadaye alikuwa Mkristo mstari wa mbele, amepata conversion na alikuwa mtu ya kujitoa. Mimi nina hakika huyu amefika mbinguni. Unaona, ni mfano mmoja. Na kati ya wanasikiti wenzangu, mimi nimepata furaha ya kufanya kazi na wasomi waliotaka kujenga nchi yao kufuata maoni ya Mwenyezi Mungu. Mwalimu Nyerere, kabla nitaomba mwenyekiti kusema zaidi kidogo juu ya huyu. Mwalimu Nyerere bila shaka amefanya makosa, lakini kuna msingi moja ya mwalimu: kumwabudu Mungu na kuwatumikia watu wake. Msingi nafikiri wote tumeona hiyo, na alikuwa kiongozi na tunamtambua mpaka leo kama alikuwa na msimamo ya pekee. Mimi nimekumbuka kumsaidia Jaji Nyalali wakati wa mwisho wa maisha, kumpa sakramenti ya mwisho, na tumeongea mara nyingi juu ya mambo haya. Alikuwa Chief Justice kwa miaka mingi sana, na amenieleza namna ya kufika huko, kutoka Usukuma kufika mpaka huko juu, kunieleza kwamba alienda Kapitula bila viatu kumwona District Commissioner kusema nataka kusoma mimi. Tumecheka, lakini mtu huyu kujitolea kwa watu alikuwa mtu ya kusaidia. Na ningeweza kuendelea ya kutoa mifano, na ni kwa mimi tusiendelee kuzungumza juu ya mifano mibaya. Tujaribu kujenga juu ya mifano ya watu ambao wamejitolea. Ni wangapi kwa baadhi ya Declaration of Arusha Declaration
Ni wangapi waliopokea mafundisho haya na kujaribu kutekeleza katika maisha yao? Wengine wamekataa, lakini tusisahau tulikuwa na watu wengi waliokubali na kujenga Tanzania kufuata mawazo haya ya kumheshimu kila mmoja na kumpa kila mmoja haki zake na kadhalika. Ningeomba turudi huko kujenga tena nchi yetu juu ya mifano ya namna hiyo. Tusiwaruhusu wanaotaka kujenga nchi yetu juu ya ubaya na umimi na rushwa. Tusiendelee kuwapa hawa watu nafasi kubwa. Hili sio neno rahisi, linaelewa mno, lakini kama tunaunganisha Wakristo pamoja na Waislamu wenye utashi mema, tunaweza kufahamu. Na kama nasema mambo haya ni kwa sababu katika uzee wangu na baada ya kukaa hapa Tanzania kwa miaka mingi, leo kidogo mimi nina wasiwasi tunapokwenda. Ni wakati wa kuangalia na kusema tusijenge nchi yetu juu ya vurugu. Tujaribu kukaa pamoja. Juzi nilifurahi sana kusikiliza mzee Warioba alialika watu katika matatizo, tukae mezani, tuzungumze, tujaribu kujenga pamoja. Maoni tofauti sio sababu ya kuvunja umoja. Maoni tofauti yanaweza kutumikiwa, wanaweza kupata matokeo mazuri kujenga umoja mbele yetu. Kwa hiyo nifikiri mada ya leo juu ya madaraka alivyofundisha Father Dennis ni priority kweli kweli. Ni priority ya kujenga umoja na kujenga utumishi. Madaraka, utumishi, madaraka ya kupokea mawazo ya watu wote kama mwanga ya kutuongoza. Tuna neno moja katika Kiingereza unatumia political will. Sasa kama unasema political will, watu wanafikiri ni utashi wa wanasiasa. Sio hivyo. Political will ni taifa nzima, watu wote kuamua tunataka kuongozwa kwa namna hiyo. Na sisi taifa, watu wote tunataka kuishi katika Tanzania kwa namna hiyo, na tunaandika hiyo. Na political will ya watu wote kujenga political will ya pamoja itaongoza wanaopewa madaraka, itawaongoza kutekeleza wanavyotaka watu. Dialogue ya namna hiyo tunahitaji kweli kweli. Na kama nasoma magazeti na nasikia hotuba mbalimbali, mimi ninakosa kusikia sauti ya taifa, sauti ya watu wote. Na ni kwa sababu hiyo mpaka leo watu wanakubali kwamba ile falsafa ya ujamaa bado ni kitu cha kutunza na kujenga. Mimi nafikiri kama Wakristo, nafikiri tunahitaji kujenga nchi yetu juu ya mawazo ya Mwenyezi Mungu. Sasa kuna wengine labda wanasema, padri unazungumza mambo ya ajabu kidogo na mambo ya juu juu.
na kuwa mtakatifu. Kama ni hivyo, mimi sina uwezo. Sasa ningependa kuonyesha mfano moja. Tuliandika zamani kidogo kijitabu juu ya Teresia wa Lisieux. Nafikiri umeshasikia jina lake, Teresia wa Lisieux. Sasa huyu binti amekufa, alikuwa na miaka 23 na amejifunga katika konventi ya masista, na hakuwa na cheo, hakuwa na function fulani katika kanisa, na aliandika mawazo yake katika diary, na diary ilibaki katika meza baada ya kifo, na ni masista wenzake walianza kusoma kitabu diary ya huyo mtakatifu, na walitambua aliandika mambo ya ajabu kweli, na walipeleka kitabu diary, walipeleka kwa kuchapa, na imebadili mawazo ya spirituality ya kanisa nzima wakati ule. Sasa kwa nini kanisa wakati wa karne 17, 18 ilifundisha kwa kufika mbinguni unahitaji kustahili kuingia mbinguni? Kwa hiyo lazima kufanya bidii na kufanya mambo mema. Sasa huyu mtoto alisema kustahili kuingia mbinguni haiwezekani. Ni Mungu tu anayeweza kuwezesha kustahili kuingia mbinguni. Kwa hiyo kazi yako muhimu na ya kwanza ni kwenda kwa Mungu na kusema, uniletee mimi uwezo ya kukutumikia vizuri. Kwa hiyo mwanzo wa utakatifu sio mimi kufanya vizuri mno. Mwanzo ni kupokea kutoka kwa Mungu uwezo ya kujitakatifuza, na ile spirituality hiyo ilibadili. Watu wengi walifurahi mno, waliona mimi maskini, sina uwezo, na kwa sababu sina uwezo ni sababu ya kuweza kumtegemea Mungu zaidi kuliko wengine wanaofikiri nina uwezo. Na kama unapenda, nafikiri bado tunabaki na nakala kidogo, utafurahi kusoma. Ni mambo ambayo alisema, aliita njia ndogo ya kawaida kufika utakatifu. Mara nyingi ninawauliza watu, unapika ugali na nini kama unataka kujenga umoja na furaha na familia? Na watu wanasema unahitaji mafuta fulani, pilipili nini sijui. Lakini tuseme kupika ugali ya kufurahisha familia ni mama kuwa na upendo na kufurahisha watu wake. Hapa ni mwanzo. Kwa hiyo ningependa kuwashirikisha mambo haya, na kabla ya kuanza maswali, labda niombe mwenyekiti wangu kusema machache juu ya mtakatifu mmoja. Ni msomo wa CBT, ni Thomas Paul. Nafikiri wote wameshasikia jina.